Katika salamu za mwanzo kunukuu maneno mazuri yaliyosemwa na Askofu Masambelo wakati akitoa salamu zake za awali, ambayo ni wazi kabisa ametuelezea hayati John Joseph Pombe Magufuli, rais wetu, ameacha kumbukumbu zenye alama zinazoishi kwa upande mmoja, lakini pia ametuachia taifa linaloendelea. Ameasisi safari ya Tanzania tunayoitaka, na tutamwenzi siku zote kwa utayari wa kupambana kwa ajili ya Tanzania ambayo msingi wake umejengwa na uko imara na nia kubwa ya kutimiza ndoto za waasisi wetu, yaani baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehema na kwa neema kubwa ya kujalia uhai na afya ambayo imetuwezesha kuwapo hapa Chato kwa ajili ya kumbukizi ya mpendwa wetu huyu hayati Dr. John Joseph Magufuli, rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutusafirisha wote ambao tumejumuika hapa kwenye shughuli hii muhimu kwa ajili ya mambo mbalimbali yaliyofanyika katika siku ya leo tarehe 17 Machi 2026, ambayo ni siku muhimu ya miaka 5 tangu kiongozi wetu huyu kutwaliwa na Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikiwa ndio waziri mwenye dhamana ya matunzo kwa viongozi wa kitaifa wastaafu, naomba nianze kwa kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake na kutoa ruksa ili tuweze kufanya kumbukizi hii ya leo iwe kama unavyoiona yenye mafanikio makubwa sana. Pia namshukuru yeye kwa kutuelekeza kutoa pesa kwa kufanikisha shughuli hii sambamba na kusimamia katika kufanikisha jambo hili muhimu ndani ya ofisi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nishukuru sana familia ya hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli, rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inaongozwa na mama yetu Janet John Magufuli, mjane wa Dr. hayati John Pombe Magufuli, kwa kufanya jambo hili lifanikiwe katika unavyoliona. Mheshimiwa mgeni rasmi, nataka nimshukuru mama Janet Magufuli kwa kuendelea kufanya kazi pamoja nasi, lakini pili nataka kutumia nafasi hii pamoja na kumshukuru kuendelea kumtia moyo na imani mama yetu mama Janet, watoto na familia nzima kwa ushirikiano na kufungua milango ya mashirikiano. Tunaendelea kukushukuru wewe na kukuombea Mungu aendelee kutia nguvu wewe na wanao na ndugu zako wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora ndio yenye dhamana ya matunzo ya viongozi wa kitaifa wastaafu kwa mujibu wa hati duni iliyotoa na kugawa majukumu kwa mawaziri. Suala hili la kumbukizi ni moja kati ya utekelezaji wa sheria ya mafao ya hitimisho la kazi ya viongozi wa kisiasa sura ya 225, eneo ambalo kumbukumbu yetu inaonyesha kwamba hayati Dr. John Joseph Magufuli aliwahi kutolea maelekezo na umuhimu wake unaweka katika umakini na ubora wa hali ya juu ili kuwafanya viongozi wastaafu na wanaotarajia kustaafu wawe katika hali nzuri ya kufanya kazi ya kulijenga taifa wakiwa kazini na hata kuwa na uhakika baada ya maisha yao ya kazi kuisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu kuwashukuru viongozi na wananchi wote waliofika katika eneo hili kuhudhuria na kushiriki katika shughuli hii ya kumbukizi, kwani kufika kwao kumefanikisha kufanyika kwa shughuli zote zilivyotakiwa. Sisi waandazi kwa maana ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora pamoja na wadau wetu ambao ni pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Chato, pamoja na kushirikiana na familia ya hayati Dr. John Magufuli, imefanya tukio hili ambalo limeanza jana kuwa la kipekee. Nataka kuwashukuru sana na kwa kipekee niruhusu nimpongeze sana binti wa hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli, Mheshimiwa mbunge Jessica Magufuli, kwa kuandaa na kufanikisha matembezi na kuchangia damu, na hivi ndivyo ambavyo unaweza kumwenzi mzazi wetu. Pia tukishirikiana na majirani kwa unyenyekevu, nataka tuwasilishe shukrani zetu zote za kwenu nyinyi na Watanzania wote wachache na waliotoka nje ya Chato, na tunaombea kwa Mwenyezi Mungu awape afya njema na tuendelee kushirikiana katika shughuli nyinginezo
na pia Mwenyezi Mungu awajalie safari njema mnaporudi makwenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninapokwenda mwisho wa salamu za wizara, naomba tena niruhusu nitoe ahadi kwa viongozi wa kitaifa wastaafu kuwa ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora tutaendelea kuwahudumia na kuwaenzi kwa kiwango stahiki kwa mujibu wa sheria na kwa kuzingatia maelekezo ya mara kwa mara yanayotolewa na mamlaka. Kwa msingi huu, tunatoa uhakika wa uendelevu wa huduma bora kwa viongozi wa kitaifa wastaafu, wajane wa viongozi wa kitaifa wastaafu pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kabisa, naomba kutumia nafasi hii kukaribisha tena wewe chako pamoja na wageni wengine akiwemo Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, yeye na mwenza wake Bi Mariam Mwinyi, pamoja na viongozi wote na wananchi wote waliofika katika eneo hili ili kuadhimisha miaka 5 tangu kuondokewa na mpendwa wetu hayati Dr. John Joseph Magufuli, rais wa awamu ya 5 wa nchi yetu, ambaye alipenda na aliishi kauli mbiu ya hapa kazi tu, na sisi tunaendelea kuienzi kauli hiyo. Hivyo nawaombeni sana wananchi wenzangu, tuendelee kumwenzi kwa kufanya kazi, huku tukizingatia na kuitazama kwa jicho la huruma nchi yetu kwa kuwatendea haki wananchi wa Tanzania. Kazi na utu, tunasonga mbele. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa salamu za wizara. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa heshima kubwa ninaomba ridhaa yako nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.